Mimi najaribu nikusaidie. Huku utakuja upatane na polisi, upatane na watu wengine wabaya sana, wanaitwa wezi. My friend, nataka nikuelezee, mimi nishaimbiwa na niliibiwa kirahisi sana. Kuna watu mimi nataka kufunza, hawa wanakuja Nairobi wakiwa hawajui venye kuko. Umetoka kijijini vizuri, umekuja umefika Nairobi. Watu wengi sana ukimbilia pale Country Bus. Nairobi uko na wezi. Kuna watu wako na degree ya kukuimbia wewe. Unaona hiyo simu yako? Unaona hiyo pesa yako unakuja nayo? Kuna mtu ameipangia. Kuna mtu ameipangia vizuri sana. Kivipi? Mimi niliibiwa kirahisi. Nimeibiwa mara ngapi? Mara mbili. Mara ya kwanza nilikuwa nafanya kazi Gikomba ya hoteli, kupika chapo na mandazi. Sasa kama siku moja ilikuwa ni Sunday, nikaamua kuenda ndio nitayarishe unga ya mandazi ya asubuhi Monday. Nikiwa pale ndoni, ilikuwa hapa masaa ya jioni. Kuangalia nikaona mbaya kwa chini. Nasema si nakaa ya pesa. Kuinama nichukue, jamaa mwingine akatangulia akaniambia, "Hey bro, hapa tumeangukia. Hii ni pesa. Tufanye aje? Tutoke hapa, twende mahali tugawane hii pesa." Mimi nikakubali. Na sijui hao watu wanajuanga aje huyu mtu anateseka. Mimi na kierere yangu tukatoka hapo. Kwenda mahali tulienda, jamaa mwingine akakuja akanifanya yeye ni mlevi. Akasema kuna doo yangu imepotelea hapa, nilikuwa nimetoka bank, sijui nini story mingi. Huyu jamaa akaniambia, unajua aje? Huyu jamaa ni kama amegundua sisi tuko na pesa yake. Kamuuliza sasa tufanye aje? Si tugawane hii kila mtu aje kiweza? Ananiambia hapana. Uko na simu hapo? Nipe hiyo simu. Muuliza simu yake, akaniambia tutajifanya mimi ni fundi, yani yeye ni fundi, mimi ndio natengeneza simu. Na nilikuwa namletea anitengenezee. Nikampatia simu yangu. Ilikuwa smartphone Sony Xperia Z4. Ikakuwa aje? Nikampa. Kumpa mali tutaenda, ule jamaa alikuwa anajifanya yeye mlevi. Anatufuata. Yule jamaa akaniambia tufanye aje? Twende pale, tupande gari, tutakwenda wapi? Raunda, Kariobangi. Guess what? Mimi nayo nikakubali. Tukaenda tukaingia gari. Gari ilikuwa imebaki viti mbili, hii fomu ya nyuma hizi ni sana ndogo, nasielewa hizi tunaendanga Doni na Raunda. Imebaki viti, watu wawili hapa kiti ya nyuma na mmoja kwa hii kiti ya mbele hapo ya watu wawili. Mimi nikakaa hapo mbele na yeye akakaa hapo nyuma. Tukaenda kufika Mtindwa, Konda akaanza kuitisha doo. Jamaa akaniguza hapa akaniambia, "Hey bro, aje? Uko na doo hapo? Lipa." Nikamwambia, niko na soka." Akaniambia, "Wazi. Lipa, tutaenda tutoanishe tu. Tutaenda tufanye mambo." Okay, mimi mbele na nyuma nilikuwa na hiyo so moja, imagine. Mbele na nyuma ni hiyo so. Mimi nimempa so. Tukaenda tukafika Raunda. Kufika Raunda, jamaa anaona anashuka mbele yangu. Kushuka mbele yangu, akasungukia nyuma ya gari. Sikuwa nyuma ya gari na mimi nikashuka haraka nikaenda hapo. Kwenda nikapata anaweka simu yangu
hapa kwa socks, amedunga hapo kwa socks na kaumeria kumeria. Sasa ile ka corridor amelenga kupitia, na mimi nikamtai uzuri kwa ile corridor pale kulikuwa na watu, nikakimbia nikasema simu yangu mwizi, simu yangu. So kwa ile attention pale kwa ile corridor alikuwa anataka kupitia, watu wakasimama hapo. Kufika na mimi nikafika. Kwa bio mimi siko mbaya. Kufika hapo na mimi nikafika. Kufika hata siku muangalesha, nilienda direct kwa socks nikasema simu yangu, nikachukua na yeye tu akaangusha watu akitoroka akaenda kabisa. Sasa hiyo ni mara ya kwanza. Kutoka hapo nikapigia jamaa yangu anaitwa Mzee, nilikuwa najua na kwa pande hiyo, nikampigia nikamuelezea, akaenda akanipatia fare, mimi nikaenda juu sikuwa na eni. So unajua nilikuwa na kabagi ile tu tumeweka kwa bagi. Kwenda kuangalia makaratasi tu, hata hakuna hata 50 bob. Jamaa sijui alitoa, kulikuwa na 50 juu na sijui alitoa aje. Hiyo ni mara ya kwanza. Ya pili hapa Ludhuli nimekaa sana, usinione hapo. Lakini Ludhuli acha nikushauri, kama kuna kitu unataka kununua pale Ludhuli, electronics, TV, bufa, system yoyote, hata vyombo za kanisa, na unaenda kununua pale Ludhuli, mimi nakuomba kama kuna mtu pale Ludhuli, tafadhali mwambie bro, sister, kwaje nataka hiki na hiki, nikikuja utanionyesha mahali pazuri. Juu Ludhuli nayo utaibiwa. Mimi nimekaa Ludhuli na nikaibiwa. Niliibiwa aje? Jamaa alipiga simu, ni aje kwa wapi? Niko nataka TV. Nikamwambia TV uko wapi nikuletee? Kaniambia hata niko hapa Ludhuli. Sawa. Ludhuli sini hata mimi niko Ludhuli. Sawa. Unaona hapa Electronic House hiyo je, kama unateremka reji uniletee hiyo TV hapo. Kamuuliza wapi? Unaona hapo kwa gari za Chanya ukifika hapo nipigie. Nikamwambia sawa. Wenye wanajua Ludhuli hapo Electronic House ukiteremka na reji unaona gari za